Alizungumza kidogo akasema alijikuta tu yuko kifuani kwa mwanaume, kwa huyo kaka. Katika kupimwa mtoto akakuta kweli ametumika. Jamani TANESCO. Jamani sio kweli. Jamani na nguvu za kiume kabisa. Ndio tumetengeneza mazingira rafiki. Unajua hilo tukio na nyinyi waandishi wa habari mmelipeleka likawa likubwa sana. Kwa hiyo mlivyopeleka mtoto kama yule hana makosa kama jinsi sisi wa binadamu tunalofikiria. Huyo mtoto anatakiwa kwenda shule. Sisi tumelijenga kama viongozi, tunataka elimu, watoto waende shule. Hii ni siku ya 4 imepita tangu mwanafunzi wa kike wa kidato cha 4 katika shule ya sekondari Olorien mtaa wa Mwanama jijini Arusha kukutwa kwenye chumba cha mwanaume mmoja ambaye ni jirani. Swahili Media imeendelea kufuatilia tukio hilo na kufika katika ofisi ya mwenyekiti wa mtaa huo na kueleza kwamba mtoto huyo bado hajaenda shuleni, hivyo walikuwa na kikao na walezi wa mtoto huyo, lengo likiwa ni mtoto aweze kwenda shule. Mimi naitwa Godfrey Joseph Mkandara, ni mwenyekiti wa mtaa Mwanama. Tulikuwa tumefuatilia ile swala ili mtoto aendelee na shule kwa sababu kesi ziko polisi, tumeachia iendelee polisi na utaratibu bado kesi inaendelea kuchunguzwa, sisi tumeiachia iendelee kuchunguza. Kwa hiyo sisi lengo letu ni kwa ajili ya mtoto aendelee kusoma na tumeshakubaliana mtoto ataendelea kusoma na atarudi shuleni. Taarifa za awali zinasema mtoto alikutwa eneo la chumba cha Agaeli akiwa ndani na mlango ukavunjwa na yeye akatolewa akapelekwa polisi. Labda mliohoji wazazi kwa nini hawakumpeleka mtoto shule siku zote? Hapana, sisi lengo letu ndio mtoto aende shule. Kwa hiyo sasa na mtoto anaenda shule. Sasa hivi anaenda? Yaani kuanzia kesho anaenda shule. Sisi lengo letu ni kutaka mtoto aendelee shule, tumtengenezee mazingira ambayo rais hajisahau kwenye ufahamu aendelee kwa sababu mtoto huyo tunamtegemea au mbunge au kiongozi bora. Kwa hiyo sisi kama nyinyi waandishi wa habari tunaomba na nyinyi mpunguze ukali wa maneno ili mtoto aweze kusoma. Sisi lengo letu ni kuyatengeneza, sio kubomoa. Ndio tumetengeneza mazingira rafiki. Unajua hilo tukio na nyinyi waandishi wa habari mmelipeleka likawa likubwa sana. Kwa hiyo mlivyopeleka mtoto kama yule hana makosa kama jinsi sisi wa binadamu tunalofikiria. Huyo mtoto anatakiwa kwenda shule. Sisi tumelijenga kama viongozi, tunataka elimu, watoto waende shule. Mimi kama kiongozi wa mtaa, mimi nahitaji elimu za kidini zaidi. Kwa sababu elimu ya kidini ndio inafanya mtu anakuwa kiroho na kimwili. Yaani kama ni Muislamu aende msikitini, kama ni Mkristo aende kwenye dini ya Kikristo. Tupate elimu ya kiroho ili mwili uwe na akili timamu. Mpaka sasa hivi hatujajua mahali aliko na tuko kumtafuta kwa nguvu zote mahali alipo. Mpaka sasa hivi hatujampata na hatujui mahali alipoelekea. Waache mara moja na tutawashughulikia kisheria kwa sababu tutatumia sheria. Majina yangu mimi naitwa Vai. Kiufupi tunataka tusaidie nyewe waandishi wa habari kumtafuta nani? Agaeli. Hatujamuona. Kifupi yani ukweli mtoto bado hajafika shuleni. Sijajua mzazi wake, mngempasa kumuuliza mzazi wake. Mimi sijajua, sijaingia kwenye kikao, mimi niko naenda zangu kwenye safari zangu naenda mjini. Tukio sido kama hivyo, mtoto alipatikana pale nyumbani akaja akapelekwa kituo cha polisi hapo Olorien, akaja akapelekwa Central kuongea zaidi wakampeleka hospitali kwenda kupimwa. Katika kupimwa mtoto akakutwa kweli ametumika. Alivyotumika hivyo. Jamani TANESCO. Jamani sio kweli. Jamani na nguvu za kiume kabisa. Ni wanapotosha. Jamani na nguvu za kiume, ni uongo. Hapana, mimba ana. Alizungumza kidogo akasema alijikuta tu yuko kifuani kwa mwanaume, kwa huyo kaka. Hapana, ana mahusiano yoyote. Mzazi hajafumbia macho ila anatafutwa. Kijana aliyofanya tukio hili anatafutwa na serikali aadhibiwe. Labda kwa nini mtoto alikuwa anakaa kwa nani pale? Kwa mamake mlezi. Mamake mzazi kwa wapi? Mamake mzazi yupo, lakini huyu mamake mlezi alimchukua kipindi akiwa mdogo sana, tokea akiwa darasa la 2. Wito wangu kwa vijana wanaoendea wanafunzi, kweli sijafurahishwa na hicho kitendo kama mzazi mimi, na mimi nimezaa na watoto wa kike. Kikubwa tunachoomba, yani serikali isaidie kumtafuta huyu kijana
ashikwe popote pale alipo, iwe funzo kwa hapa mtaani kwetu. Kwa maana wataendelea hivyo hivyo kutuharibia watoto wetu wa kike. Kwa nani anavyosema mtoto kuna biskuti alikula. Sasa yaweza kuwa labda zile biskuti ndo zikawa zimemletea hizo shida, kwa hiyo labda ilikokuwa imechanganywa na kilevi chochote, hatuwezi jua. Kweko ana tabia yoyote mbaya yule binti. Huyo kijana si jirani yetu. Kwa kweli kwa hapo huwezi jua, kwa maana na mimi nafanya shughuli zangu. Natoka kama hivi nikirudi ni jioni. Kwa hiyo kujua tabia ya mtu ni ngumu kwa kweli. Huwezi jua, labda anaweza kaleta usiku saa tumelala, hatujui. Mtoto ana shida, yuko vizuri tu kiafya. Watusaidie kumtafuta mhalifu mpaka popote pale alipo, kama kweli yupo Tanga inavyosemekana yupo Tanga. Yaani wasiliane na maaskari wa kule Tanga ili kijana ashughulikiwe, aletwe. Huyu mtoto alikokuwa na mahusiano yoyote na huyu kijana. Ni mtoto mtaratibu, mpole. Kwa hiyo yani hata sisi wenyewe tumetaharuki kusikia. Hatuwezi jua lakini. Hii ni Swahili Media, usisahau kulike, kusubscribe, kushare pamoja na kucomment. Jina langu naitwa Jamila Mohamed.